zangu, wapendwa mama zangu, wapendwa kaka zangu, karumuna na kanyanyazi umukama mulungi ogude bona wazo letu la leo mezani. Naomba turudie mezani. Familia inayokula pamoja udumu pamoja. Kama kanisa tunakula pamoja kwenye meza ya Bwana, lakini kama wanafamilia mnakula pamoja. Wazo letu ni mezani. Tunasoma Yohana sura ya 13 mstari wa 4. Yesu alitoka chakulani, alitoka mezani, akawaosha mitume miguu. Kitendawili. Nikiwa mtupu watu unyamaza, nikijaa chakula watu ufurahi. Nikiwa mtupu watu unyamaza, nikijaa chakula watu ufurahi. Naomba jibu. Kama hamna jibu ndio. Hapana. Naomba jibu ndio. Meza. Nikiwa mtupu watu wananyamaza wafurahi, lakini nikijaa chakula watu wanatabasamu wanafurahi. Meza, tumpe makofi. Kuna wimbo ulitungwa na Padri Marema. Meza yako, meza ya mapendo, meza yako, meza ya amani, meza yako ni ya mapatano. Unajua meza ni moyo wa familia, na meza ni moyo wa kanisa. Kuna mambo manne nataka niasisitize. Kwanza, meza ni mahali pa upendo. Naomba tuseme meza ni mahali pa upendo. Leo ni siku ya Alhamisi Kuu. Bwana wetu Yesu Kristo aliweka mambo matatu. Aliweka amri ya upendo, pendaneni. Lakini akaweka Ekaristi Takatifu na akaweka sakramenti ya daraja takatifu, ni siku ya mapadri. Makofi kwa Mungu. Chakula ni lugha ya upendo. Upendo tunauona katika chakula. Barabara ya kuelekea kwenye moyo wa mwanaume ni kupitia chakula. Barabara ya kuelekea kwenye moyo wa mwanaume ni kupitia chakula. Chakula ndio lugha ya upendo. Ndio tuna methali ya Wahaya inasema, nyoko akuchumbile bibisi, mkasho akuchumbile bile. Mama yako anakupikia chakula ambacho hakijaiva, lakini mama wa kambo anakupikia chakula ambacho kimeiva na kupitiliza. Hapa kuna chuki na upendo. Mama yako anakupikia ambacho hakijaiva, anasema mwanangu ana njaa. Maana njaa ya mama ni njaa ya mtoto, mateso ya mtoto ni mateso ya mama. Kwa hiyo anasema leta jinsi kilivyo, leta hata kama kijaiva, kwa sababu ya upendo. Lakini mama wa kambo si wote, mwenye chuki anaweza kimeiva, lakini bado anaweka tena maji, anaendelea kupika, alafu anakutazama machoni kuona kama unazidi kuumia. Ndo sherehe yake, ndo kicheko chake, ndo tabasamu yake. Kwa hiyo chakula kinaweza kikaonyesha chuki au kinaweza kikaonyesha upendo, lugha. Kwa hiyo na waomba wakina mama muwe waangalifu, hata wakina baba, katika swala la chakula. Kwa wakina mama na washauri, badilisha chakula, badilisha namna ya kupika. Mwambie jirani yako, badilisha namna ya kupika. Yaani usipike hivyo. Mtu anajua leo ni maharage na ndizi, kesho ni maharage na ndizi. Yaani hakuna kubadilisha kokote, hakuna ubunifu wowote. Badilisha. Mwambie jirani yako, badilisha. Naomba mtingishe, mwambie badilisha.
Lakini kwa wanaume kuna methali inasema, kachumba bunura achumbevyo bamwaire, kachumba bunura achumbevyo bamwaire. Anayepika chakula kizuri anapika walichompatia. Naomba wanaume, leta mzigo, leta mzigo, msitanie, leta mzigo nyumbani, leta mzigo jikoni, msitanie, leta mzigo. Kama hao wanapika, leta mzigo. Wakina mama, hata kama una mtumishi wa nyumbani au sigero, hata kama una mtumishi wa nyumbani au sigero, na kuomba sana, chakula akipika wewe kilete mezani. Chakula akipika wewe kilete mezani, kwa sababu barabara ya kumfikia mwanaume ni kupitia tumbo lake. Na ukicheza katika hilo, akimpata kachumba bunura mambo yako kesho, mambo yako kesho. Papa Yohane wa 23 alipochaguliwa kuwa papa, muda ulikuwa umeenda. Katika conclave makardinali walikuwa wameshapatwa na njaa. Baada ya uteuzi, baada ya kuchaguliwa, wakamwomba aseme neno, na muda ulikuwa umeenda. Akasema, sina neno lolote, kwanza tule, kwanza tule. Huo ndio upendo. Akaangalia mahitaji yake, hawa sitawapatia maneno tu, wana njaa, kwanza tule. Mwambie jirani yako, kwanza tule, kwanza tule, kwanza tule, kwanza tule. Nimesema chakula ni lugha ya upendo. Kwa mfano, mtu ametoka safari, usimpe maneno mengi, mpe chakula, kwanza tule. Ametoka safari, ana njaa. Unajua hata tu gari kukutingisha tingisha inasababisha uwe na njaa. Usimweke muda mrefu, mpe chakula, acha maneno, kwanza tule. Mwambie jirani yako, kwanza tule, kwanza tule. Mwambie tena, kwanza tule, kwanza tule. Kwa hiyo meza ni mahali pa upendo, na ndio hapo Yesu Kristo alipoweka Ekaristi Takatifu. Hapa altare ni meza ya Bwana, lakini ni mahali pa upendo. Naomba tuimbe wimbo wa Kiaya. Engonzi zomu kama watu alapenda uze omya alebe Yesu Betlehemu amulebe amsalaba Jonka eyanole monzize likura anukomuniza inatosha. Yani, ukitaka kujua upendo, mtazame Yesu Betlehemu. Alizaliwa kwa sababu anakupenda. Anayependa upendo utafuako, lakini mtazame msalabani. Lakini muujiza wa upendo uko katika meza ya Bwana. Hapa anakuwa mchungaji, anakuwa malisho. Alisema, niko pamoja nanyi hadi ukamilifu wa dahari. Hapa ndipo kuna muujiza wa upendo. Meza zenu ziwe muujiza wa upendo. Meza ni mahali pa kutatua ugomvi. Meza ni mahali pa kutatua migogoro. Meza si mahali pa mipasho. Si mnaanza kula unaanza mipasho. Mwanaume mwenye uchoyo anaweza kuanza kutukana watoto wakiwa mezani ili wasile sana. Mezani mahali pa upendo, sio mahali pa kunyosheana vidole. Pili, meza ni moyo. Ni moyo wa familia, ni moyo wa kanisa. Moyo wa kanisa ni altare, ni meza ya Bwana. Huo ndio moyo wa kanisa. Bila misa, bila altare, watu wataabudu wanyama, watu wataabudu mijusi, watu wataabudu mifupa ya kakakuona. Bila hivyo. Huu ndio moyo wa kanisa, ndio moyo wa kanisa. Kanisa linaishi kwa sababu ya Ekaristi Takatifu.
lakini na meza ya chakula katika familia ndio moyo wa familia, ndio moyo wa familia. Kwa hiyo tunakutanika hapa ishemo kiurakimo, watoto wa baba mmoja, ni meza moja. Tunakutanika hapa meza moja kwa sababu sote ni watoto wa Mungu. Tukisha kutanika hapa meza hii, mwende mkutane meza yenu. Huu ndi moyo, na moyo unapiga, moyo unapiga. Huu moyo ukifa, kanisa linakufa, na moyo meza ikifa, familia inaenda. Meza ndiyo moyo wa familia. Kuna padri mmoja alimtembelea baba mmoja, akakuta anaota moto, akatoa kaa kaliweka pembeni, likazimika. Sasa mbona kaa letu limezimika? Akasema, Father, si umelitoa kwenye makaa mengi? Basi kalirudisha likapata moto. Sema, unaona kaa letu mbona limepata moto? Sema, Father, unaniuliza maswali ya kishenzi. Si umeliweka kwenye makaa yenye moto? Kwa hiyo unapounganika hapa kanisani unapata moto wa imani, lakini unapojitenga moto wa imani unapoa. Ukiangalia watu ambao moto wa imani umepoa, utakuta waje kanisani, kwenye jumuiya waonekane. Moto wa imani unafanya nini? Unapoa. Lakini siku kama hii ukija, unapata moto wa imani unaongezeka. Hii meza ni moyo. Mwambie jirani yako, meza ni moyo. Meza ni moyo. Naomba mtingishe, unamwambia meza ni moyo. Meza ni moyo. Point ya 3. Meza ni mahali pa shukrani. Meza ni mahali pa shukrani. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Ni vema na haki kukushukuru. Nikiwa mezani, meza ya 3, naongelea shukrani. Na Yesu aliweka ekaristi takatifu, maana yake shukrani. Neno ekaristi kwa Kigiriki. Wajapani wana methali inasema, shukrani kabla ya kula na baada ya kula ni baraka. Shukrani. Wao wana methali inasema, yoyo bakuota sima ogirotiba biba. Upeavyo ushukuru, unafikiri mali ya wizi. Shukuru, sema asante. Tukiwa wadogo, baba alitufundisha tunapokula chakula, tukimaliza tunamwambia mama tunashukuru umepika. Meza ni meza ya shukrani. Kuna mjumbe mmoja hapa Minzira alikuwa anatembelea jumuiya ndogo ndogo. Wakila chakula kikiwa kizuri na nyama ni laini, amsifu aliyepika na sifu kuni. Acha ukamkazo inoruku. Inoruku. Yaani una kuni zinawaka. Yaani badala ya kumsifu yule ambaye amepika, anasifu kuni. Asante ni neno dogo, lakini lina nguvu kubwa. Mwambie jirani yako asante. Asante. Naomba mezani, meza za kawaida za nyumbani, msahau neno asante. Mtu hawezi kupika, sema asante, tunashukuru. Pointi ya 4 na ya mwisho. Meza ni mahali pa huduma. Naomba tuseme meza ni mahali pa huduma. Meza ni mahali pa huduma. Bwana Yesu Kristo alifanya haya mambo matatu, na la 4 akiwa mezani. Aliweka ekaristi takatifu akiwa mezani. Aliweka amri ya upendo, pendaneni, akiwa mezani. Aliweka sakramenti ya daraja takatifu akiwa mezani. Lakini alitoka mezani akawaosha miguu. Aliinama. Na leo mimi nitainama kuosha miguu. Na waomba ili neno mlibebe. Yesu aliinama. Naomba sema inama. Mwambie jirani yako inama. Mambo hayaendi katika maisha kwa sababu watu hawainami. Yesu aliinama. Inika kagoto. Yaani inamisha shingo. Mwambie jirani yako inika kagoto. Ukiona familia mambo hayaendi, uende mwanamke ajainamisha shingo, kwa sababu mwanamke ni shingo, mwanaume ni kichwa. Ili kichwa kizunguke, lazima shingo ilegezwe. Mwambie jirani yako legeza shingo. Mwambie tena legeza shingo. Wanafunzi
inamisha shingo. Inika kagoto kwenye vitabu, inamisha. Mama, inamisha shingo, inika kagoto. Na mimi hata nikiwa mbele ya askofu lazima niinamishe shingo. Inika kagoto. Ukiwa mbele ya kiongozi wako, inika kagoto. Ukiwa mbele ya bosi wako, inika kagoto. Ukianza kusema nyetimbigirwa, inika kagoto. Mwambie jirani yako, inika kagoto. Inika kagoto. Kwenye familia mambo yaendi kwa sababu watu hawako karibu kufanya hivyo. Mbuzi wawili walikuwa wanapita kwenye daraja, lakini ilikuwa na mti mmoja. Mbuzi mmoja anatoka mbele, mwingine anatoka nyuma, wakakutana kwenye daraja. Chini kuna maji, ni mto. Mbuzi mmoja akainama chini, alafu akainamisha shingo. Mwingine akapita juu yake, wakapishana. Mnaweza kushindwa kupishana kwa sababu hakuna yuko tayari kuinama. Inama kidogo. Mwambie jirani yako, kama ni mwanaume, inamisha kichwa. Si kwamba umerogwa. Ili mambo yaende. Ili mambo yaende. Na mwanamke, inamisha shingo ili mambo yafanye nini? Yaende. Inika kagoto. Gambira mtai wawe inika kagoto. Kwenye ofisi, inika kagoto. Shuleni, inika kagoto. Kwenye ndoa, inika kagoto. Kwenye taasisi, inika kagoto. Tumsifu Yesu Kristo. Asante.